Uhali gani ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, karibu tena katika kipindi chako cha Tuongee na Zahmid. Leo tunaangazia video chafu ama video zisizofaa. Katika swala hili la video chafu ama kutizama video chafu hizi, tunaweza tukasema vijana wengi wameingia katika dimbu hili, ingawa sio vijana peke yao, lakini vijana wengi ndio wameingia katika video hii. Sasa leo tupo na mtaalamu hapa, Mr. Muhammad Darweshi, atatueleza madhara gani yanapatikana hasa kwa hawa vijana au kwa watu ambao wanatizama video chafu. Endelea kuwa nasi mpaka mwisho, ndugu yako Abdulaziz Hilal, tufaidike kwa pamoja. Naam, Mr. Muhammad Darweshi, vipi hali yako? Hali yangu ni mzuri, namshukuru Mungu. Alhamdulillah, natumai ni mzima wa afya kabisa. Kabisa. Sasa hivi vijana wanakutizama, jamii pia inakutizama, inakusikiliza kwa makini. Leo tunaangazia video zisizofaa ama video chafu. Madhara gani yanapatikana kwa hasa kwa hawa watu ambao bado wanatizama hizi video chafu. Kwanza tunakuomba utueleze kwamba ni sababu gani ambayo inawapelekea hasa hawa watu ambao wanatizama video chafu, licha ya kwamba madhara yanajulikana, lakini licha ya kwamba watu wengi sana wanajitahidi kukataza hizi video kupitia social media mbalimbali, lakini bado watu wanajikita na kuendelea na vitu kama hivi. Hivi sababu hasa ni nini? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kukutana na nyinyi ndugu zangu Zahmid TV. Mwenyezi Mungu awabariki, na pia kukubali ombi lenu la kuja kueleza changamoto kubwa hii ambayo kwamba inaikumba jamii kiujumla. Baada ya kutanguliza shukrani hiyo, niseme kuwa vijana wengi wanaingia katika huu mtego ambao tumeletewa na kutokana na ulimwengu ulivyoendelea, na tumeshindwa kujidhibiti kuepuka mtego kama huu. Changamoto kubwa inayosababisha vijana kuingia katika mtego kama huu wa kuangalia video chafu, picha za uchi, za utupu, ni kutokana na vitu vikuu viwili. Kitu cha kwanza ni kukosa kujishughulisha. Unajua nchi za wenzetu zilizoendelea, utakuta mtu ananyanyuka asubuhi, kijana anajua niende wapi, kwa muda gani, na natakiwa nirudi nyumbani muda gani. Kwa hiyo anatoka, anakwenda kwenye kazi yake, anarudi nyumbani amechoka, analala, familia inajua kijana wao yuko sehemu fulani. Lakini vijana wengi sasa hivi ajira imekuwa ni ngumu kupatikana. Kwa hiyo unakuta wanajikusanya, wanapiga story, wanafanya michezo mingine mbalimbali. Kwa hiyo katika yale makundi yanazalisha fikra tofauti. Kwa hiyo kuna mtu anawaonyesha wenzake picha ambazo kwamba hazifai, video ambazo kwamba hazifai. Mwisho wa siku naye anabeba uhalisia ule, anapokwenda nyumbani naye anaangalia kwa research sehemu gani ndo zinapatikana. Kwa hiyo kule kukosa kujishughulisha vijana kunasababisha sana kujiingiza katika kutizama video chafu. Na kitu chingine ni uhuru wa vijana waliopewa. Uhuru, manake mtandao umekuja, lakini tuna uhuru, vijana wameachiwa uhuru mkubwa sana. Sasa hivi hakuna uchungo tena uliokuwa kwa vijana. Nisifu baadhi ya nchi zinazuia baadhi ya sehemu za kimtandao, huwezi kuingia, huwezi kupata baadhi ya vitu vichafu, na kuna baadhi ya nchi zinaruhusu. Sasa ule uhuru ndio unasababisha pia vijana kuweza kupata picha zile kwa urahisi sana na kuweza kuingia moja kwa moja kwenye mambo haya. Umezungumzia swala zima la kukosekana kwa ajira kunasipelekea vijana kujikusanya makundi na kupiga story mbalimbali, nyingine zinafaa na nyingine hazifai. Hivi pia hii kukosekana kwa ajira pia inaweza kuwa ni sababu ya msingi hasa ya mtu kukosa cha kufanya mpaka kwenda kufanya story kama hizi ambazo zinapelekea kutizama video chafu. Kwa sababu kukosa ajira kuna kupatia wewe muda wa kuweza kukaa kuto kujua unafanya nini. Kwa sababu ajira inakushughulisha. Tutulie mfano, yule mtu ameajiriwa kufanya kazi ya kufundisha shule. Anapoamka asubuhi, anakwenda shule moja kwa moja kufundisha wanafunzi. Anatoka jioni. Yule muda wa kuangalia hizo video chafu atakosa. Kwa hiyo kuna kitu anajishughulisha nacho. Lakini yule kijana ambaye anaamka asubuhi, hana pa kwenda. Kwa hiyo muda ule wa asubuhi anaweza kulala mpaka saa 4. Kwa hiyo anapoamka ile saa 4, na hakuna kitu chenye kuharibu fikra ya mwanadamu na kukupatia mawazo tofauti tofauti kama faragha. Yaani wepesi wa kuwa wewe huna mtu anayekuchunga, huna kitu kinachokushughulisha. Mfano kijana anakaa chumba kimoja peke yake, ama ameachiwa nyumba, mwenye nyumba amesafiri, yuko mwenyewe kwenye ile nyumba. Ule uhuru atautumia kufanya mambo mabaya. Kwa sababu uhuru kwa mtu ambaye kwamba hastahiki ule uhuru ni kitu kimoja, ni adui mmoja mkubwa sana. Na ndio maana utaangalia hizi dini zimekuja kulea uhuru wa mwanadamu
katika misingi iliyokuwa ya kitabia. Kwa hiyo kukosekana na kitu cha kujishughulisha kunapelekea mtu kuingia mawazo ambayo ni tofauti. Ndio maana utaona serikali nyingi zinadili sana na kuwahimiza sana vijana ambao kwamba hawana ajira wachunge akili zao kutokana na sheria inavyotaka, kwa sababu wanajua kabisa vijana wanaokosa ajira kunaweza kuzuka vitu vingi ambavyo kwamba vitapingana na sheria ya nchi. Sawa, Mr. Muhammad, labda unaweza ukatuelezea kidogo madhara gani ambayo wanapatikana hasa kwa hawa vijana ambao wanatizama hizi video chafu? Madhara ni mengi sana, na tukiangazia katika madhara yale makubwa ambayo kwamba jamii ndio inajuta mpaka sasa hivi, ni kuwa madhara kwa wanaume ni makubwa zaidi kuliko kwa wanawake. Na hizi video chafu kuna upande zinaweza zikafaa kutizamwa na kuna upande ambao kwamba yani tunaweza kusema kwa 80.5 haifai kutizama hizi video chafu, lakini kuna upande unaweza kufaa kama watu wale ambao kwamba wameshaingia kwenye mahusiano, wameoana, ni wanandoa, wanaweza kutizama kwa lengo la kujiburudisha lile tendo lao, waende ni jinsi gani tusome, ni jinsi gani tutaweza kujiridhisha. Lakini kwa watu ambao kwamba hawajaingia kwenye ndoa, hili jambo kwao ni maafa makubwa sana, kwa sababu wanapotizama pale, afa kubwa linaompata linamuua fikra zake. Jambo kubwa ambalo ni tatizo kubwa sana, linaua fikra. Ndio yule mwanafalsafa mmoja akasema, fashahawatu nafsi ma'a dhunubi mujibatani qaswatal qulubi. Mambo ya machafu haya pamoja na makosa ambayo kwamba mtu anayafanya yanasababisha kuua moyo. Moyo ukifa, mtu anakuwa hana fikra, hana mawazo ya kimaendeleo. Na kitu cha pili, uoga, yanamtia mtu uoga. Utakuta kijana anayojihusisha na kuangalia vitu kama hivi hawezi hata kusimama na mwanamke dakika mbili kuzungumza naye, kwa sababu kwenye kichwa chake kashaingiza wanawake wengi tofauti. Kwa hiyo anaona ile sura inayokuja kwenye kichwa chake inatosha yeye kuwa ni mwanamke anayeongea naye, anayekutana naye, na anaweza kumaliza haja zake kwa wale wanawake waliokuwa ndani ya fikra yake anaowaona kwenye kupitia mitandao, kuliko yule ambaye anakutana naye face to face, anakuwa anamuogopa. Kwa hiyo chengine cha pili, kinamuua afya yake ya mwili. Kwa sababu zile picha utakapoziangalia na video zile unavyozidi kuziangalia, zinakutuma kufanya kitendo ambacho kwamba kitakusababishia majuto makubwa sana. Unajikuta labda inakupelekea katika masturbation, na hiyo ndo inakuja kukusababishia, na ndo janga kubwa sana la taifa letu sasa hivi. Vijana wengi hawana nguvu. Miaka 30, 35, unakuta mtu hawezi, migogoro ya ndoa haiishi. Hawezi kumshughulikia mwanamke wake kwa sababu masturbation ambayo imesababishwa na kutizama video na picha chafu imesababisha kuzuru ala yake ya utendaji kazi, kurudi nyuma, kusinyaa, kukosa nguvu. Hili ndio janga kubwa ambalo kwamba linasababisha jamii sasa hivi inakuwa inaingia katika msiba mkubwa sana na kusababisha vijana walie kilio kikubwa sana. Labda Mr. Muhammad, unaweza kutuelezea kidogo kuhusiana na swala zima la vijana kuchelewa kuoa? Inaweza pia hii sababu ya kuangalia hizi video inaweza ikapelekea, kwa sababu labda mtu anaweza akawa amekidhi vigezo vyake, labda pia anajitosheleza katika matamanio yake. Hii pia inaweza kwa sababu ya vijana kuchelewa kuoa. Ni nukta ya nyuma niloisema kuwa ukijishughulisha na kutizama picha hizi unaingiwa na uoga. Huu uoga ndio utakusababisha wewe kijana kushindwa kuweza kuoa kwa mapema, kwa sababu unapojichua mara kwa mara kuna vitu vinapungua. Fikra yako, mawazo yako yanakuwa ni ya kitoto. Mawazo yako yanakuwa hayana kukua, yani hukui kimawazo. Cha pili, inasababisha kuua ala ambayo ndio ya kukusababishia wewe uweze kuoa. Cha pili, unaingizwa uoga kutokana na maisha ya wale utakaoamiliana nao. Sasa ule uoga ukisha kupata, ala imekuwa dhaifu, kuoa tena huwezi, mpaka kwanza uhangaike kutibu tatizo lile lililokupata, ndio unakuwa na mawazo tena ya kutaka kuoa. Kwa hiyo unaogopa kukutana na mwanamke kwa sababu huwezi unakuta mwanamke kile kitendo cha kuwa unataka tu kumuingilia, unakuta ala imekuwa haina kazi tena, inadhoofika. Na haya ndio majanga makubwa sana leo. Kwa hiyo pia inaweza kusababisha kama ulivyosema kuwa kuchelewa vijana kufikia malengo ya kuoa na kupata watoto kulingana na maafa yaliyopatikana kwa kitendo kile kilichozalishwa na kutizama picha chafu
pamoja na video zisizofaa. Nashukuru sana Sheikh Muhammad ya Mr. Muhammad. Tunaomba sasa ushauri wako hasa kwa hawa vijana au kwa hawa watu ambao mpaka hivi sasa bado licha ya kujaribu kuacha, lakini mtu anaacha siku moja mbili anarudia tena, au bado hataki hata kuacha kabisa kutizama hizi video chafu. Unamshauri nini hasa mtu kama huyo? Kwanza kwa wale vijana ambao kwamba ndio wamejiwekea kaida ya kufanya kitu hicho, kuna vijana ambao kwamba haipiti siku mpaka wakutane na hali kama hiyo, yaani halali ya mpaka atizame. Kuna mwana falsafa mmoja na maneno yake mazuri sana na yanafanya kazi kwa kila nyanja. Anasema kuwa don't trust too much, don't love too much, if you hate, don't hate too much, don't hope too much, because the word too much can hurt you so much. Yani anakwambia usipende kupita kiasi, acha kupenda kupita kiasi, acha kutumainia kitu kupita kiasi, acha kuamini, don't trust too much, usiamini kupita kiasi, kwa sababu hili neno kupita kiasi laweza kukuaffect wewe kupita kiasi. Kwa hiyo hili jambo unalolifanya kupita mpaka lina madhara makubwa sana baadaye na majuto makubwa. Kinachotakiwa ni nini kwa yule kijana ambaye kwamba ameshakuwa kwake yeye ni ya tunaweza kusema kuwa ni chronic, yani kwake yeye imemvaa hali kama ile. Tunasema kuwa ajue kabisa. Kuna mwanafalsafa mmoja na neno lake anasema an-nafsu katifli in tuhmiluhu shabba ala hubbi ar-radha'i wa in taftinuhu yanfatini. Nafsi ni kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo usipomchunga anakuwa na kutaka kunyonya hadi anakuwa kijana. Ndio maana mama zetu walitukatisha sisi kunyonya. Lau wangetuacha ingekuwa hadi tuna ndevu mama tunataka nyonyo. Lakini wa tafutinuhu yanfatini. Ukimwachisha usinyonye. Hata kama analia lakini ukamwachisha anakata kunyonya na aliyakuwa na vile vile ni mtoto mdogo na baadaye inakuwa ni faida kwake. Kwa hiyo kwanza wao wenyewe wanatakiwa wakubali kuwa hichi kitu kama nilivyosikia hapa kinaniletea madhara na madhara yake yanakuwa makubwa. Apigane na yale matamanio anayomwambia kuwa tizama, yeye ajilazimishe kutokutizama. Njia nzuri ya kuacha. Naongea na ule kijana ambaye kwamba labda yeye kwa siku alikuwa anatizama picha hizi na anafanya masturbation labda mara 3 kwa siku ama kwa wiki anafanya mara 10. Njia ya kuacha nzuri sana. Wewe uliokuwa unafanya kwa siku mara 3, basi fanya kwa wiki mara 3. Fanya kwa wiki mara 3. Kwa sababu ulikuwa kwa wiki unafanya mara 21, wewe ulikuwa unafanya kwa siku mara 3. Kwa hiyo kwa wiki unafanya mara 21. Sasa kwa wiki fanya mara 3. Usiache moja kwa moja, hutaweza kwa sababu ni kitu kiko kwenye damu. Lakini jiwekee programu ya kupunguza. Ukienda hivyo kwa muda wa mwezi mmoja, unakuja tena kwa wiki unafanya mara 1. Ukienda hivyo kwa muda wa mwezi mmoja, unajikuta kwa mwezi unafanya mara 1, mwisho kunakuwa kile kitu unaweza kukiacha moja kwa moja. Kwa sababu ni uongo tukisema kuwa kuanzia leo acha moja kwa moja. Kitu kilishakuwa kwenye damu, ni kitu umekizoea, ni ngumu sana. Kwa hiyo kijana, kuwa makini sana na Mungu akujalie na kubariki katika swala hilo. Kushukuru sana Mr. Muhammad Darwish, natumai tumefaidika pamoja na mtazamaji hivi sasa anayekutizama mpaka muda huu amepata faida nyingi sana. Shukrani, na mimi pia nimefarijika sana na nashukuru kuungana na nyinyi ndugu zangu Zahmid TV. Mola atubariki. Allahumma amin. Na ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, kama ulivyomsikia Mr. Muhammad Darwish katupa darasa tosha kabisa, katupa elimu ambayo itatusaidia katika maisha yetu. Tujitahidi kujiepusha, hasa hawa vijana ambao wanatizama bado hizi video chafu. Jitahidini sana kujiepusha na haya mambo ambayo hayafai hata katika jamii, hata dini pia zimekataza. Ulikuwa ndugu yako Abdulaziz Hilal tukiwa na Mr. Muhammad Darwish. Mpaka kufikia hapa hatuna cha ziada zaidi ya kusema. Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Mpaka wakati mwingine, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.